Mimi naitwa Teresia Ngonyani, ni afisa ustawi wa jamii kutoka hapa ofisi ya mkoa wa Mtwara. Sasa tunataka kufahamu nini maana na lengo kuu hasa la siku hii ya mtoto anaishi na kufanya kazi mtaani. Asante. Maana kubwa ya siku hii kwanza ni kutambua. Tumeona kwa sasa kama nchi kuna changamoto la watoto kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, hasa kutoka sehemu za vijijini kukimbilia maisha ya mjini. Kwa hiyo katika kufanya maadhimisho haya ni kuwatambua kwanza wale watoto ambao wapo, lakini na ni changamoto gani hasa zinazowakuta kufanya mpaka waweze kutoka maeneo ya majumbani mwao na kuja kuishi mtaani, na namna gani nzuri ya kuweza kuwasaidia ili watoto wote wakaweze kuishi katika mazingira ya familia na kupata malezi ya wazazi wao, ambapo kama sheria ya mtoto inatambua mlezi wa kwanza wa mtoto ni mzazi. Kwa sasa wazazi au walezi wamefeli wapi ili kuweza kurudi katika misingi yetu ya malezi. Labda kwa nini kuna umuhimu wa kuadhimisha hii siku kila mwaka? Umuhimu wa kuadhimisha siku hii, kwanza tukiangalia mtoto anakosa mahitaji yake ya muhimu kama mtoto. Lakini pia tunapoacha watoto ndo tunakutana kwamba kuna vitu vinavyoibuka. Yaani anapoenda mtaani anakutana na mambo mbalimbali na anajifunza vitu mbalimbali. Mwisho wa siku tuliweza kuwapata, kuna kipindi miaka ya nyuma tulikuwa na shida ya watoto walikuwa wanaitwa panyarodi, ambao walikuwa ni tishio sana hasa kwa mkoa wa Dar es Salaam, jiji la Dar. Kwa hiyo na ukiangalia ni watoto wengi ambao walitoka nyumbani wakawa wapo mtaani, na anapokuwa kule anajifunza tabia tofauti kwa sababu hana tena mlezi, wanakuwa wanajilea wenyewe na kupeana tabia ambazo zisizo. Lakini hata watu wazima wanaweza wakawatumia kwa ajili ya maslahi yao binafsi. Kwa kufanya hivyo, kwa kuwasaidia sasa kuitambua hiki kitu na hili tatizo, kwanza kuwatambua wale watoto, kujua changamoto zao na kuona ni namna gani tunaweza tukaunganisha tena na familia zao ili waweze kurudi katika ile misingi ambayo ipo ya kulelewa ndani ya familia na kuwa watoto walio bora na watoto ambao watu wazima ambao watakuja kulijenga taifa lao huko siku za mbeleni. Labda mkoa wa Mtwara una takwimu gani kwa watoto? Kwa sasa katika hili zoezi ambalo tunaendelea nalo, bado tupo kwenye zoezi la utambuzi, lakini pamoja limekuwa ni zoezi endelevu. Tumekuwa tukiwapata watoto na kuwarudisha. Kwa sasa hivi kwa kipindi hiki cha mwezi Machi hadi Aprili, takwimu bado hazijakaa sawa kwa sababu ndo baadaye jioni tunatarajia kuziweka sawa, kwa sababu bado zoezi linaendelea la utambuzi. Kija kama hapa manispaa walifanya kata ya Shangani na leo wanaendelea katika kata nyingine kwa ajili ya kuweza kuwatambua hao watoto. Lakini kwa kipindi cha Januari tulikuwa na watoto 23 ambao waliweza kupatikana wakiwa wanafanya kazi mtaani na wako mtaani. Changamoto yetu kubwa kwa mkoa wa Mtwara ni watoto wanaofanya kazi za mitaani. Yaani kwamba wanachukua watoto vijijini, wanakuja na biashara kubwa wanaoifanya ni kuuza mayai. Kwa unakuta mtoto wako ambao walikuwa wametolewa shuleni, ila wapo ambao hawajasoma kabisa. Kwa wanawachukua, wanawaleta, mtu anawaajiri kwa ajili anachemsha mayai, anawapa waweze kutembeza na kuuza hayo mayai. Labda katika halmashauri ipi ambayo inaongoza kwa watoto wao? Kwa watoto. Halmashauri zinazoongoza manispaa hapa mjini. Kwa sababu wanatoka huko vijijini wanakuja hapa nako ni mazingira mageni na tofauti, ila kwa takwimu ambazo zinanifikia katika hapa ofisi ya mkoa, halmashauri inayoongoza ni manispaa. Sababu hata tukija hata kwa mwezi Januari tuliopata watoto 23, wote walikuwa wametoka ndani ya manispaa. Labda sababu kubwa hasa ni ipi ya watoto wao kuingiza katika mazingira haya? Kwa sababu kubwa ukiwa tunawahoji, nyingi wanachokimbilia kwanza kuona mazingira, kwanza kubadilisha yale mazingira. Kuja mazingira kijijini kuja mijini. Lakini kingine ni hali ya kiuchumi, hali duni ya kiuchumi ya familia. Kwa anapokuja huku na akiwa ameahidiwa kazi na kuna hela anayopata, kwa anaamini kuna kitu anachoweza kukipata kwa ajili ya kuweza kujikimu. Na hilo ndo tatizo kubwa ambalo linafanya watu watoke vijijini na kuja huku kwa ajili ya kufanya hizo kazi.
Mwaka jana tumeazimisha hapa mkoa wa Mtwara kitaifa. Na labda pengine unaweza kutuambia yani kuna mabadiliko yoyote ya kuongezeka au kupungua kwa hao watoto ambao wanaishi hapa ukilinganisha na mwaka jana na mwaka huu kwa kipindi hiki cha mwezi wa kwanza hadi huu? Kwa mwaka jana kwetu tulikuwa watoto walikuwa wengi kidogo. Katika yale maadhimisho tulikuwa na watoto kama 93 ambao tuliweza kuwatambua wanaofanya kazi mitaani, lakini baadaye tuliweza kuwatambua na wakaunganishwa na familia zao, walioweza kuunganishwa na familia zao, lakini kwa sasa hivi wamepungua. Yaani tunavyoenda, kwa sababu elimu inaendelea kutolewa, masuala mazima ya malezi, lakini na namna bora ya wazazi kuishi na watoto wao katika maeneo. Kwa hiyo tunaona hao watoto wameweza kupungua, lakini kingine bado ambazo hatua tunazo huko mbele ni kuweza kuwapata pia hawa wanaowaajiri, kwa sababu inawezekana nikawa ni ukosefu wa elimu, haelewi kwamba kile anachokifanya si sawa, kwamba yeye anamtoa mtoto wa mtu kijijini anamleta huku ili amtembezee mayai apate hela, na kwa jinsi wanavyoweka ni anamkodia tu chumba au chumba sehemu yake hapo hapo anapoishi, watoto ndio huko anawekea godoro, analala hapo na kuwapa chakula. Kuna programu au mradi wowote ule ambao unatekelezwa ili kuwasaidia watoto kurudi shule au kupata malezi yaliyokuwa bora? Kwa sasa kwa mkoa wa Mtwara program haipo, ila kama kupitia ofisi zetu za wakurugenzi, mamlaka za serikali za mtaa na kupitia ofisi za ustawi wa jamii, watoto wanaweza kutambuliwa na kuweza kurudishwa kwenye familia zao, lakini pia na kupata taratibu nyingine kushirikiana na wadau ambao wako katika maeneo yetu ndani ya mkoa. Labda pengine kushirikiana mkoje kati ya nyinyi serikali, mashirika yasiyo ya serikali pamoja na jamii katika kusaidia hao watoto? Katika kusaidia hawa watoto ambao wanaishi na kufanya kazi mtaani, kwa sasa hivi ushirikiano upo, kwa sababu tukija hasa kupitia zile kamati zetu tunaziita kamati za ulinzi wa mwanamke na mtoto. Mle kuna watu mbalimbali na watu wa mashirika wapo. Kwa kupitia wale kwa pamoja, hata hilo zoezi la kusema tunaenda kuwatambua, tuwatambui maafisa ustawi peke yetu, tunakuwa ni watu mbalimbali wanakamati. Hasa wanakuwepo wenzetu wa dawati la polisi, dawati la jinsia polisi, lakini tunakuwa na wadau wa kutoka kwenye asasi za kiraia, ambapo kwa pamoja tunaweza kuwatambua na kuweza kuwaunganisha hao watoto na familia zao, lakini vile vile kuweza kupata kwanza kujua mahitaji yao pia. Kuelekea hiyo tarehe 12, labda kuna maandalizi gani ambayo yameanza kufanyika ili kufikia hiyo siku? Kuelekea tarehe 12 kwa sasa hivi mpaka sasa kwanza tumeanza ku create awareness kwamba kuongea na jamii kupitia vyombo vya habari, ambapo maafisa wa ngazi za halmashauri wameweza kufanya hivyo vipindi, lakini pia kupita kwenye jamii. Tunapoweza kutambua, hatuendi kutambua tu, ila na kutoa elimu kwa jamii namna bora, kwanza umuhimu wa mtoto kulelewa katika familia, na mtoto anapopata changamoto au mzazi anapopata changamoto na mtoto wake, nini anatakiwa afanye, badala ya kukaa kimya au kubaki mpaka mwisho wa siku mtoto anaona nyumbani tena sio salama, anaamua kuhamia mtaani. Ujumbe wa siku hiyo, kauli mbiu tunasema kwamba malezi na ulinzi wa mtoto ni wajibu wetu sote. Hiyo ndio kauli mbiu yetu. Sawa, labda pengine ni changamoto gani kubwa ambayo mnakutana nayo katika kushughulikia swala hilo la watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani? Changamoto kubwa tunayokutana nayo, kwanza ni masuala mazima ya ushirikiano. Hata kama tulivyosema kuna watoto ambao ni yaani kwamba wameajiriwa, wale waajiri nako. Maana mwisho wa siku tukimshika mwajiri inabidi yule mtoto amrudishe nyumbani alikomtoa. Kwa ushirikiano kidogo ni hafifu, lakini kingine tunachokipata, wadau bado sisi kwa mkoa wa Mtwara hawako kwa wingi kiasi hicho, hasa wanaodeal na watoto ambao wanafanya kazi mtaani,
na wanaoishi mtaani. Pamoja kwa mkoa wetu pia kwa watoto wanaoishi mtaani sio wengi. Wengi watoto wanaishi majumbani. Ila wengi wao ni hao kwamba wanaopata ajira, kwamba anatoka kwa ajili ya kufanya ajira na kuweza kujikimu na familia zao. Kwa hiyo changamoto kubwa ni hiyo, lakini masuala mengine pia na bajeti tunatamani tufanye kwa ukubwa zaidi, lakini inapokuja ufinyu wa bajeti basi tunafanya kwa vile ambavyo inakuwa imetuwezekanikia kufanya kwa wakati huo. Kwa kama tukipata mdau, tukipata uwezeshaji wa zaidi, na tumaini tutafika mbali zaidi na elimu tutaitoa kwa wingi zaidi. Nini kifanyike ili kupunguza hii changamoto au kumaliza kabisa hii tatizo? Yaani kumaliza kabisa au kupunguza hii changamoto, kikubwa ni elimu. Na elimu tunasema ni kitu ambacho ni endelevu. Kwa sababu mabadiliko yanakuja taratibu kulingana na mtu atakavyokuelewa jinsi unavyomuelekeza. Kwa hiyo bado tunaendelea kutoa elimu. Elimu hasa ya malezi kwa wazazi. Kutambua wajibu wao kama wazazi wanatakiwa wafanye nini. Lakini pia wanapokutana na changamoto, kuna changamoto za kimalezi. Kwamba huyu mtoto amenishinda na kumwacha ajilee mwenyewe, basi kuona ni namna gani kushirikiana na maafisa kuweza kumsaidia mtoto kurudi katika mstari, na mzazi nao kuweza kumtambua mtoto. Hasa watoto wanapokuwa katika umri wa balee huwa kuna mabadiliko. Sasa kama mzazi asipoelewa na mtoto, kunakuwa kama kuna dunia mbili tofauti, hapo ndo changamoto zinapoanza kutokea. Je, jamii ina nafasi gani katika kusaidia watoto? Jamii inatakiwa kufahamu, kwa sababu inawezekana yani kwamba mimi nafahamu nyumbani kwako mama fulani ana mtoto huyu, lakini kesho na kesho kutwa huyu mtoto simuoni, kwa sababu wale watoto wanatoka kwenye familia. Hakuna anayeuliza, hakuna anayefanyeje. Kwa mwisho wa siku na watoto wa mtaani wanazidi kuwa wengi, kwa sababu mtu ametoka na unakuta wengine anavuta wenzie, njio huku mimi nafanya hiki na hiki, wanazidi kwenda mtaani. Lakini kama jamii tukianza kufuatiliana, tukajua kweli kama kwamba kusema mtoto wa mwenzio ni wa kwako, kwamba mama fulani mbona huyu mtoto hayuko, ameenda wapi, amefanyije, hivyo. Kwa hata na wazazi nao wanakuwa alert, kwamba nikifanya hiki au mtoto akiondoka ghafla, naweza yani kwamba kuna kitu ambacho sitokaa kwa amani, itakuwa nafuatiliwa kwamba hiki kimekaa hivi. Lakini kubwa ni hilo, kwamba jamii iweze kushiriki kwanza, na pia katika malezi, kutoa malezi bora. Tukiona kama kuna changamoto, pia kushauriana. Kama mimi najua kitu mwenzangu hakielewi, basi tuweze kuelimishana. Lakini kama ukiona kitu kimezidi sana mwenzio hakuelewi, tuweze kutoa taarifa. Kuna ofisi za ustawi, lakini kuna ofisi ya mtendaji wa kijiji au mtaa ambapo unaishi jirani. Yule zikimfikia na sisi zitatufikia, kwa pamoja tutaweza kumlinda mtoto, na mtoto ataweza kupata malezi yaliyo salama na mazingira salama pia ya kuishi, na ulinzi wake ukaweza kulindwa. Hivi mfano mtoto tayari mmempata, mkimrudisha, kuna hatua zozote mnazichukua kwa mzazi au na yule ambaye mmemkuta na mtoto? Kwa tuliyemkuta na mtoto ndio ile kwamba tutakaa naye, mtoto atatakiwa kurudi na yeye ndo atakuwa na wajibu wa kumrudisha yule mtoto. Yaani kuwezesha, sio kwamba yeye ndo anampeleka tena nyumbani, hapana. Lakini kingine ni kumfanyia msaada wa kisaikolojia kwanza yule mtoto. Kwanza kuamini kwamba anatakiwa harudi. Maana sababu mwingine ametoka mazingira magumu, akija huko anaona ni mazingira afadhali kuliko kule alikotoka. Kwanza kuona umuhimu wa yeye kurudi nyumbani, lazima kuongea na mtoto. Lakini kingine kuongea na wazazi, ambapo mtoto anarudi, wawe tayari kumpokea na utayari wao, na wao pia wanapewa elimu yao namna gani bora kuweza kuishi na yule mtoto, ili mtoto asirudi tena kwenye mazingira yale ambayo yatamsababishia tena atarudi tena kule ambako alitoka awali. Ujumbe wako kwa wazazi, walezi? Ujumbe wangu kwa wazazi na walezi, kwanza kuwalea watoto. Yaani tutumie muda wetu mwingi kuweza kumtambua mtoto wetu, kuzijua tabia zake, kujua yupo na nani, yani kumlinda mtoto kwa namna yote. Lakini kumlinda mtoto huku sio kwamba tumfungie ndani, hapana. Tuweze kumpa nini cha kufanya na kipi sicho cha kufanya. Yaani tuweze kumjengea mtoto
zile mbinu za kuweza kujiamini, kujitambua anapotoka huko nje. Kama kuweza kurubuniwa, atakuwa sio rahisi kurubuniwa, kwa sababu mzazi alishamwambia hiki ni kizuri, hiki ni kibaya. Lakini kingine, majukumu tunayo, muda pia tutenge muda wa kukaa na watoto wetu na kuweza kuongea nao na kuwafahamu vizuri. Na kingine, kama wazazi tuwe macho, yani kwa mtoto wa mwenzio na wa kwako, kwa sababu mtoto wangu mimi, jirani yako akiharibika, wa kwako hayuko salama. Kwa hiyo tusaidiane, ili tunapokaa katika jamii moja, basi watoto wetu wote wakue vizuri, kwa sababu mtoto wako wewe atacheza na wa kwangu. Kwa kama wa kwangu ameharibika, na maana na wa kwako ana uwezekano wa kuharibika, na kumfungia ndani pia nako sio salama. Mtoto anatakiwa achangamane, aweze kuona nao dunia ikoje, na mwisho wa siku wewe ulichomwelekeza kizuri na kibaya, misingi ulioiweka ndio itakayomfanya mtoto wako aweze kukua katika ile misingi ambayo mwenyewe umeweza kumjengea.